Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mwalimu wa shule ya awali ya St. Clemens, anayejulikana kwa jina la Clemens Kenani Mwandambo, mkazi wa mtaa wa Uzunguni jijini Mbeya, kwa tuhuma mbalimbali zinazohusiana na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, mtuhumiwa huyo anakabiliwa na tuhuma za kuchapisha na kusambaza taarifa za uongo, pamoja na kukashifu na kudhalilisha imani za dini mbalimbali kupitia akaunti zake za mitandao ya kijamii. Taarifa hiyo ya polisi ilitolewa tarehe 29 Desemba 2025, ikiwa ni sehemu ya juhudi za jeshi la polisi kutoa ufafanuzi kwa umma juu ya tukio hilo, ambalo limeibua mijadala mikubwa miongoni mwa wakazi wa mkoa wa Mbeya na watumiaji wa mitandao ya kijamii kwa ujumla. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Clemens Kenani Mwandambo alikamatwa alfajiri, majira ya saa 10 asubuhi, katika maeneo ya Uzunguni, jijini Mbeya, baada ya jeshi la polisi kupata taarifa na kufanya ufuatiliaji wa kina kuhusu shughuli zake katika mitandao ya kijamii. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi, SACP Benjamin Kuzaga, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa mtuhumiwa huyo alikuwa akitumia akaunti zake binafsi za mitandao ya kijamii kusambaza ujumbe unaodaiwa kuwa wa kupotosha ukweli, pamoja na maudhui yanayochukuliwa kuwa ya kuchochea mgawanyiko wa kiimani na kijamii. Kwa mujibu wa Kamanda Kuzaga, ujumbe uliokuwa ukisambazwa na mtuhumiwa huyo ulionekana kugusa masuala nyeti yanayohusiana na imani za dini tofauti, hali ambayo inaweza kuhatarisha amani, mshikamano na maelewano miongoni mwa jamii endapo haitadhibitiwa kwa wakati. Ameeleza kuwa jeshi la polisi lililazimika kuchukua hatua za haraka ili kuzuia uwezekano wa kuenea kwa taarifa hizo, ambazo zinaweza kuathiri utulivu wa kijamii, hasa ikizingatiwa kuwa mitandao ya kijamii ina uwezo mkubwa wa kusambaza ujumbe kwa haraka kwa watu wengi kwa wakati mmoja. Kamanda Kuzaga amesisitiza kuwa uhuru wa kujieleza ni haki ya kila raia, lakini haki hiyo ina mipaka ya kisheria na haitakiwi kutumika kama kisingizio cha kusambaza taarifa za uongo, kudhalilisha watu au makundi fulani, wala kuharibu mshikamano wa kitaifa. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limesema kuwa kwa sasa, mtuhumiwa huyo anaendelea kushikiliwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi, ambapo wataalamu wa masuala ya sheria na teknolojia ya habari wanafanyia kazi uchambuzi wa maudhui yaliyokuwa yakisambazwa kupitia akaunti zake za mitandao ya kijamii. Uchunguzi huo unalenga kubaini ukweli wa tuhuma hizo, ikiwemo kuthibitisha iwapo maudhui hayo yalikiuka sheria za nchi, hususan sheria zinazohusiana na makosa ya mtandaoni, uchochezi, pamoja na makosa dhidi ya maadili na mshikamano wa kijamii. Jeshi la polisi limesema wazi kuwa hatua za kisheria zitachukuliwa kulingana na matokeo ya uchunguzi huo, na endapo ushahidi utathibitisha tuhuma zinazomkabili mtuhumiwa, atafikishwa mahakamani ili sheria ichukue mkondo wake. Wakati huo huo, jeshi la polisi limetoa wito kwa wananchi, hususan watumiaji wa mitandao ya kijamii, kutumia majukwaa hayo kwa uangalifu mkubwa, kwa kuzingatia maadili, sheria na kuheshimu tofauti za kidini, kijamii na kitamaduni zilizopo nchini. Polisi wamekumbusha kuwa mitandao ya kijamii ni chombo chenye faida kubwa katika mawasiliano, elimu na maendeleo, lakini pia inaweza kuwa chanzo cha migogoro endapo itatumika vibaya au bila kuwajibika. Aidha, jeshi la polisi limewahimiza wananchi wanaokutana na taarifa au maudhui yanayodhaniwa kuwa ya uongo, ya uchochezi au ya kukashifu makundi fulani, kutoa taarifa kwa vyombo vya dola badala ya kuyasambaza au kujihusisha nayo. Kwa upande wao, viongozi wa jamii wameendelea kusisitiza umuhimu wa kulinda amani na mshikamano, hasa katika kipindi ambacho matumizi ya mitandao ya kijamii yameongezeka kwa kasi, na taarifa zinaweza kusambaa kwa haraka bila kuchujwa. Tukio hili linakuja katika wakati ambapo serikali na vyombo vya usalama vinaendelea kuchukua hatua madhubuti dhidi ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, ikiwa ni pamoja na kusambaza taarifa za uongo, lugha za chuki, na maudhui yanayoweza kuleta taharuki au mgawanyiko katika jamii.
Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya limesisitiza kuwa litaendelea kusimamia sheria bila upendeleo na kuhakikisha kuwa kila raia anawajibika kwa matendo yake, iwe ni katika maisha ya kawaida au katika majukwaa ya kidijitali. Kwa sasa, uchunguzi unaendelea na jeshi la polisi limewaomba wananchi kuwa watulivu, kuepuka kutoa hitimisho la haraka na kuruhusu vyombo vya sheria kukamilisha kazi yake kwa mujibu wa taratibu na sheria za nchi. Taarifa zaidi zitatolewa kadri uchunguzi utakavyokuwa unaendelea.